Ni mabadiliko ya kikosi cha Yanga ama kikosi cha kwanza cha Yanga ambacho kitaenda kuanza kwenye mchezo wa nusu finali ya kwanza, mchezo kati ya Azam na Yanga ambao utapigwa katika uwanja wa Amani Complex hapa visiwani Zanzibar. Kwenye mechi ya kwanza, mechi dhidi ya Yanga na Mwembe Makumbi, Yanga waliweza kuanzisha sura mpya ambazo zimekuwa zianze kwenye kikosi cha kwanza kutokana na matatizo tofauti ikiwemo swala zima la majeruhi. Tuliweza kuwaona wachezaji kama Kwasi Atola yao, Boka Isaka, Shehani Hamisi na bila kumsahau Edmund John. Hizi ni sura mpya kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwenye mechi iliyopita dhidi ya Mwembe Makumbi waliweza kuanza kutokana na aina ya mechi na ugumu wa mechi kuwa sio ugumu sana, kwa sababu wapinzani kama Mwembe Makumbi ni wapinzani wa kawaida na Yanga aliibuka na ushindi wa chuma 4 gongo 4. Sasa kuelekea kwenye mechi ya Azam, kifuatacho ni kikosi cha Yanga ambacho kitaenda kuanza kwenye mechi dhidi ya Azam. Golini nitaanza na Djigui Diarra. Mimi napenda kumuita mikono 100. Diarra amekuwa ni kipa mzuri, kipa ambaye anaweza kucheza mpira kwa mikono, anaweza kucheza mpira kwa miguu na ni mzuri zaidi kwenye suala zima la kuanzisha mashambulizi. Anakuwa kama beki na anakuwa anacheza vizuri sana mpira pale katika eneo la nyuma na amekuwa ni mtulivu sana. Kwa hivyo kwenye eneo la goalkeeping nitaanza na Djigui Diarra na benchi atakuwepo Hussein Masalanga. Na kwenye safu ya mabeki, kutokana na aina ya mchezo, kutokana na mawinga wa Azam zaidi walivyo, nitaanza na mabeki wawili wa pembeni ambao wamekuwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza mara nyingi, ni Mohamed Hussein Zimbo Junior na Israel Patrick Mwenda. Katika eneo hilo nitaanza na watu hao, na hii ni kutokana na nature ambayo viungo wa Azam pamoja na mawinga wake wanao. Mawinga wa Azam wamekuwa wakichangamka sana, wamekuwa na kasi sana, kwa hiyo itakuwa ni riski kubwa kuanza na yao pamoja na Boka kutokana na wachezaji kutokuwa na game time kubwa pamoja na kuwa na majeruhi. Kwa hivyo watashindwa kuhimili vishindo vya mawinga wa Azam. Na katikati kwenye upande wa mabeki nitaanza na Ibrahimu Abdullah Baka, komando kabisa. Huyu mmoja kati ya mabeki ambao wako vizuri sana kwenye ligi yetu, na kwa taarifa ambazo tunazo ni kwamba timu ya Raja Casablanca kutokea kule nchini Morocco inahitaji huduma ya Baka, inahitaji kumvuta Baka katika eneo hilo, na mtu ambaye anahusika kwenye swala hili ni kocha ya zamani wa timu ya Simba Faduraimani Davis, na beki mwingine wa katikati basi atakuwa ni Bakari Mnondo Mwamnyeto. Nitamweka hapa kutokana na uwezo wake mkubwa wa kucheza mipira ya juu na uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi. Kama ambavyo tunafahamu mastreka wa timu ya Azam ni warefu, Kitambara ni mrefu, Ngita ni mrefu, kwa hiyo kuna masuala mazima ya mpira ya kichwa, tutamhitaji Bakari Nondo Mwamnyeto. Na hao ndio mabeki wanne, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdullah Baka, Mohamed Hussein Zimbo Junior na Israel Patrick Mwenda. Katika safu ya kiungo basi nitaanza na viungo watatu, kiungo mmoja mkabaji na viungo wawili wa kushambulia na kiungo mmoja wakati. Kiungo wangu mkabaji atakuwa ni Damaro, kijana kabisa wa Kitanzania. Huyu anaweza kukata umeme na anaweza kucheza vizuri katikati, na kama ambavyo tunafahamu eneo lenye uhai katika timu ya Azam ni eneo la katikati. Kwa hiyo hapa tunahitaji mkata umeme haswa ili Yanga waweze kufanikiwa kwenye hiyo mechi. Atakuwepo Damaro katika eneo la kati. Hapo basi nitaanza na Maxi Mpia Nzengeri. Huyu ni mchezaji ambaye atakupa faida kwenye maboksi yake yote mawili. Box la mpinzani atashambulia kwa kutoa assist na kupiga mashuti ya nje 18, na katika box letu basi atatusaidia katika masuala mazima ya kukaba. Na mtu mwingine ambaye nitaenda kuanza naye basi katika eneo hili ni Mudathiri Yahya Abasi, Zanzibar Finest, Zanzibar Greatest. Nyumbani kabisa hapa Mudathiri lazima aanze, na nitamwanzisha kwa sababu amekuwa ni mzuri zaidi kwenye kukaba kwenye maboksi yote mawili. Hana utofauti sana na kijana wa Kongo kule bwana Maxi Mpia Nzengeri, lakini yeye ana kasi ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo hapa nitaanza na Mudathiri Yahya Abasi kama box to box midfielder, atakuwa na mafaida katika maboksi yote mawili, box la mpinzani na boksi la timu ya Yanga. Hao ni viungo watatu, Damaro, Maxi Mpia Nzengeri na Mudathiri Yahya Abasi. Na safu ya mbele, eneo la mbele, hapa ndipo ambapo magoli huwa yanapigwa kutokana na mechi yenyewe ilivyo ngumu, kutokana na nature ya mabeki wa Azam. Lazima uanze na wachezaji ambao wako na experience kubwa ya mashindano haya. Kule
Dube nitaanza na wachezaji watatu, Pacome Zouzoua, Prince Dube na Alan Okello. Nitaanza na hao. Pembeni atacheza Alan Okello, amekuwa ni mtu mzuri sana kwenye masuala mazima ya kutoa assist. Amekuwa ni mtu mzuri kuhakikisha kwamba timu inasonga mbele, ina move. Nitaanza na Alan Okello, lakini silaha yangu nyingine itakuwa ni Pacome Zouzoua. Nitaanza na Pacome Zouzoua kutokana na yeye kuwa na uwezo mzuri sana wa piga chenga mabeki, uwezo mzuri sana wa kupunguza watu wawili watatu. Kwa hiyo itakuwa ni vizuri kutokana na nature ya ukabaji wa Azam. Wamekuwa ni wachezaji ambao wanaficha sana space Azam. Kwa hiyo kama wanaficha space, tutahitaji uwezo wa mtu kama Pacome. Na eneo la namba 9 basi huyu deep line forward nitaanza na Prince Mpumelelo Dube. Yeye atakaa pale kama deep line forward, huku wachezaji wakiwa wanafanya runs, wachezaji kama Mudasiri Yahya, Maxim Pianzageli wakiwa wanafanya runs nyuma ya mgongo wa Prince Dube. Watakuwa nakimbia nyuma ya mgongo wa Prince Dube ili Prince Dube aweze kuwapasia na aweze kuupatia timu ya Yanga ushindi. Hicho ndicho kikosi cha Yanga. Kwa upande wa substitution za Yanga, nje tumeweza kuacha mawe, nje tumeweza kuacha magame changer. Nje anaweza kuingia Aurelien Depu, ni moja kati wa washambuliaji ambao wakipata nafasi wamekuwa wakizitumia vizuri. Wamekuwa ni watu ambao hawakosi magoli, wakipata nafasi moja basi goli ni moja. Hapa atatoka Prince Mpumelelo Dube na ataweza kuingia game changer mwingine Aurelien Depu. Endapo mechi itakuwa na ugumu wake, endapo mambo yatakuwa magumu, basi tutamuingiza Aurelien Depu. Na nje tena kuna Duke Abuya. Hii ni moja kati ya kete muhimu sana ambayo imeweza kubaki nje, imeweza kubaki benchi. Hii ni kete ambayo inaweza kufanya game ibadilike au inaweza kulinda matokeo ya Yanga ikitokea Yanga ameweza kuongoza goli moja au mawili. Huyu basi anaweza kuingia kwenye aina yoyote ile mechi. Endapo Yanga atakuwa anaongoza, basi ataingia Duke Oga Abuya na kuwa mlinzi mzuri, kuongeza idadi ya namba katika masuala mazima ya ulinzi. Na endapo Yanga itakuwa nyuma inatafuta goli, basi tutamuongeza Duke Oga Abuya aende kuweza kutengeneza nafasi ili timu yake iweze kupata bahati ya kufunga goli. Hayo ndio mayo ambayo yameweza kubakia nje. Lakini jiwe lingine la mwisho ambalo hili tunaweza kulitegemea endapo mambo yatakuwa ni magumu kwa Yanga ni Edmond John. Kasi yake, nguvu alizonazo atazifanyia kazi vizuri na ataweza kuipa timu yake ya Yanga ushindi. Bwana, niseme kwamba mimi sina la ziada. Hicho ni kikosi cha Yanga ambacho kitaenda kuanza kwenye mechi dhidi ya Azam. Kitu cha msingi wewe kukaa hapo hapo kusubiria kikosi cha Azam, kwa sababu hivi karibuni tutakuletea kikosi cha Azam ambacho kitaongozwa na kocha Florent Ibenge, moja kati ya makocha wazuri sana kwenye ligi yetu. Mimi niseme sina la ziada kutokea mwanzo mpaka mwisho exclusive hii ambayo inazungumzia kikosi cha Yanga ambacho kinaenda kuanza kwenye mechi ya Azam. Mimi ni presenter wako wa siku zote, Rechmo TZ, the new presenter in town. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri kama haya.